Taarifa zaidi tulionayo na iliyoweza kutufikia kwa ukweli na uhakika ni kuhusiana na kikao kilichoweza kufanywa na rais wa TFF Tanzania Football Federation ambaye ni Rais Wallace Karia, baada ya kukutana na uongozi wa TFF pamoja pia na bodi ya ligi ya Tanzania ambayo imeweza kuhakikisha kabisa kwamba kikao hicho kinafanyika kwa umakini zaidi. Lengo mjadala ni baada ya tukio la nyuma lililoweza kuzua gumzo katika ile dabi iliyoweza kuahirishwa tarehe 8 mwezi wa 3. Nafikiri imekuwa ni kwa wepesi zaidi kuweza kuonekana nini kitakachojiri ama tunasubiria nini kuweza kuona dabi hiyo inayotegemewa na mashabiki wengi. Basi ni kufahamisha mjadala mkubwa ulioweza kuzungumzwa ni kuhakikisha kabisa kwamba wao kama sehemu ya uongozi wanapanga lini dabi hii ya Kariakoo, kwa sababu maswali yamekuwa ni mengi kwa mashabiki wadau wa soka. Kila mmoja amekuwa akitamani kuweza kuona dabi ya Kariakoo iko pale pale. Kwa hiyo ni nafasi ambayo nafikiri mashabiki inabidi waweze kupata kile wanachokihitaji. Kama ni maswali ambayo yalikuwa yajibiki, basi nikufahamishe tu mpaka sasa hivi tetesi iliyoweza kuonekana na taarifa tuliweza kunyakua ni kwamba dabi itakuwepo mwezi wa 5, ambapo bila shaka nafikiri kwa jinsi walivyoweza kuona ni kwamba itakuwa ni siku salama kwa upande wa mashabiki kuweza kuingia kwa kishindo na kuwa na vibe tena na mechi ya dabi ya Kariakoo. Lakini tu ni swala zima la kuwa na subira zaidi kwa wale mashabiki ambao wenda walikata tamaa na tayari wamekata tamaa kuto support timu zao, ila kwa yote waliweza kuyafanya bodi ya ligi na Tanzania Football Federation ni swala ambalo lilikuwa sio la kiungwana, kwa sababu mpaka sasa hivi mashabiki bado katika nafsi zao na mioyo yao wameweza kukata tamaa 100%. Lakini ni kutoe hofu na nikufahamisha tu kwamba mwezi wa 5 dabi iko pale pale, na taarifa ambayo tuko nayo, na hata baada ya kikao hicho kilichoweza kufanywa na viongozi wa TFF pamoja pia na bodi ya ligi ya Tanzania, ilikuwa ni kwenye mjadala wa kuweza kuangalia dabi ya Kariakoo itakuwa ni lini, kwa sababu kama ni mashabiki tayari nyoyo zao na mioyo yao imeweza kuwa chini ya morali yote imeweza kukata baada ya kuona kabisa kwamba hakuna kinachoendelea baina ya dabi hii ya Kariakoo. Kwa hiyo cha msingi zaidi ni kuendelea kuwa na subira na kuangalia nini kitakachojiri mwezi wa 5. Simba Sport Club ataendelea kuwa ni sehemu ya ushindani ama Young Africans ataendelea kuwa ni sehemu ya kumkandamiza na kuwa kinara mbele ya mpinzani wake Simba Sport Club. Hii ni Hatuboy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.